Naitwa Engineer Mota Kiando, ni meneja wa wakala ya barabara mkoa wa Kilimanjaro. Kwa leo tuko eneo la Hedaru katika wilaya ya Same mkoa wa Kilimanjaro, na tumekuja hapa na timu ya Benki ya Dunia, World Bank, ambao ni wafadhili wa miradi minne ambayo inafanyika katika mkoa wa Kilimanjaro baada ya mvua kubwa ya El Nino ambayo ilinyesha mwaka 2023. Tunashukuru tumepata ufadhili wa Benki ya Dunia. Tunayo miradi minne na miradi hii itatekelezwa katika wilaya ya Hai, wilaya ya Mwanga, wilaya ya Same katika mkoa huu wa Kilimanjaro. Jumla ya fedha zote ambazo tumezipata kutoka katika ufadhili huu wa World Bank ni shilingi bilioni 15.1 kwa mkoa huu wa Kilimanjaro tu. Fedha hizo zitatumika kufanya ukarabati eneo ambalo limesumbua sana. Maji yamekuwa yakipita juu ya barabara eneo la Msomali karibu na kiwanja cha ndege cha Kilimanjaro. Kwa hiyo pale tutajenga box culvert 7 ambazo zina size ya 4 by 1.2, 4 kwa 1.2. Pia tutajenga maculvert eneo lingine ambalo limetusumbua sana, ni eneo la Kileo katika barabara kuu ya Arusha Moshi Tanga. Tutajenga pale maboksi 7 yenye size ya 5 kwa 2.5. Lakini pia tutafanya kazi katika eneo la Kifaru. Kuna sehemu ambayo imesumbua, maji yanapita juu ya barabara wakati wa mvua, lakini pia eneo la Saweni. Baada ya hapo, kama mnakumbuka, tulipata shida kubwa katika eneo hili la Hedaru baada ya mvua kubwa kunyesha huko milimani, na maji yalipita juu yakaleta magogo pamoja na mawe na matope. Kwa hiyo tutajenga hapa maboksi mawili makubwa ya size ya 5 kwa 2.5 ambayo tunaamini sasa baada ya ujenzi huu hakutakuwa na tatizo la maji. Hivi sasa tumetembelewa na timu ya Benki ya Dunia ambao wamekuja kufanya monitoring ya miradi hii ambayo wameifadhili. Tumepita nao maeneo yote, mradi wa kwa Msomali, tumepita nao kwa mradi wa Kileo, lakini pia tumepita nao kwenye mradi wa Kifaru, Saweni, na leo hii tumekuja kwenye mradi wa Hedaru. Katika maeneo yote haya tumewakuta wakandarasi ambao wanaendelea na kazi, wanaendelea kuandaa diversion kwa ajili ya magari sasa yapite kwenye diversion ili tuweze kufanya kazi. Kwa sasa progress ya kazi kwa kweli tuko mwanzoni, lakini tunaamini kabisa baada ya wakandarasi hawa kupata advance payment, maana yake hakutakuwa na shida ya pesa na kazi hizi zitakwenda kwa haraka zaidi. Kwa hiyo tumepata comment nyingi kutoka kwa timu ya World Bank ambazo ni comment za maelekezo ni jinsi gani wakandarasi wetu wanaweza kufanya kazi. Tukumbuke kwamba miradi hii yote minne wamepata wakandarasi wazawa. Kwa hiyo wamekuwa wakielekezwa sasa ni jinsi gani miradi ya benki ina operate na waweze kufuata taratibu zile za kibenki. Pamoja na kwamba wakandarasi pia ni wazawa, jambo ambalo limezungumzwa sana na Wizara ya Ujenzi pamoja na serikali kwa ujumla imejikita katika kuwainua wakandarasi wazawa. Kwa hiyo utekelezaji wa miradi ya benki imekuwa ni moja ya utekelezaji wa maagizo hayo ya kuhakikisha kwamba wakandarasi wazawa wanapata kazi na wanafanya kazi hizi ili kuendelea kujifunza na huko mbele miradi yetu mikubwa iwe inatekelezwa na wakandarasi wazawa. Pia timu ambazo zinasimamia miradi yote hii minne ni wafanyakazi wa TECU, ambayo TECU iko chini ya TANROADS, ndio wanaosimamia, ambao nao ni wazawa. Kwa hiyo kupitia miradi hii ya benki, pamoja na kwamba wakandarasi watajifunza na watapata uzoefu kwenye utekelezaji wa miradi mikubwa, lakini hata wafanyakazi ndani ya TANROADS tutapata uzoefu mkubwa wa utekelezaji wa miradi hii ya benki. Tunao vijana ambao ni mainjinia wengi ambao tumewaunganisha kwenye miradi hii waweze kufanya kazi na kuweza kujifunza jinsi ambavyo miradi hii ya benki inatekelezwa. Lakini pia tunao vijana wa SIP ambao wametoka Engineers Registration Board kwa ajili ya mafunzo, nao tutawaengage kwenye miradi hii. Kwa hiyo tunaamini kabisa baada ya miradi hii tutakuwa na wahandisi wengi ambao wamepata knowledge kutoka kwenye miradi hii. Utekelezaji wa miradi kwa kweli tumejipanga baada ya timu hii kupita tufanyie kazi yale maboresho ambayo wametuelekeza, na baada ya hapo miradi itaanza kutekelezwa kwa kasi. Tunaamini kabisa
tutafanya vizuri na miradi hii itaisha kwa wakati. Miradi yote ambayo inafadhiliwa na World Bank, hiyo miradi ambayo nimeitaja minne, yote iko katika barabara kuu ya kutokea Kia, Moshi mjini, Himo, Same mpaka kwenda mpakani ambako ni Mkomazi, mpakani mwa Kilimanjaro pamoja na Tanga. Miradi yote hii ambayo inafadhiliwa na bank iko chini ya program ya TANTIP, na tunategemea miradi hii itaweza kukamilika mwezi Septemba mwaka huu wa 2025, na watumiaji wa barabara watarudi sasa kuendelea kutumia barabara kama kawaida. Tunajua tunakwenda kwenye kipindi cha mvua, lakini tumejipanga sisi pamoja na wakandarasi wanaotekeleza miradi hii kuhakikisha kwamba kipindi cha mvua tutakuwa tunaendelea kufanya kazi, lakini pia watumiaji wa barabara hii wataendelea kutumia barabara kwa sababu tumeandaa barabara za mchepuko ambazo watazitumia. Ninatoa wito sasa kwa watumiaji wa barabara. Kipindi hiki tunapokuwa tunatekeleza miradi hii, tunaomba kwanza wawe wavumilivu, lakini pili wafuate maelekezo ambayo tunawapa katika saiti zetu zote 4. Tumeweka road signs za kutosha ambazo zinawaelekeza sasa watumiaji barabara ili kuepuka kupata ajali au kupata inconvenience zozote kipindi hiki ambacho ni cha ujenzi. Lakini pia nitoe wito kwa wananchi wa Kilimanjaro ambao tuna miradi katika sehemu zao kwa maana ya Hai, Moshi vijijini, Mwanga pamoja na Same, watoe ushirikiano mkubwa kwa wakandarasi. Najua ipo opportunity kubwa ya wananchi wa maeneo husika kupata kazi, na wanapaswa kuwaona viongozi wa vijiji ambao watashirikiana na wakandarasi kuhakikisha kwamba katika maeneo haya wananchi wanapata kazi katika miradi yetu hii mitatu. Kwa hiyo na wananchi nao tuwaombe watoe ushirikiano kwa wakandarasi, watoe taarifa kunapotokea matatizo yoyote ili tuweze kuhakikisha kwamba miradi hii inafanyika vizuri kwa wakati na tuweze kuendelea kutumia barabara zetu. Napenda kuchukua nafasi hii kuishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kuhakikisha kwamba tunapata fedha kwa ajili ya utekelezaji wa miradi hii. Kama ambavyo nimesema, maeneo haya yote tulipata changamoto wakati wa El Nino, na serikali imeona kwamba ni vizuri sasa tuweze kuhakikisha kwamba tunatatua matatizo haya na barabara hizi zinaendelea kupitika vizuri. Kwa hiyo tunashukuru sana rais wetu ambaye ameweza kuhakikisha kwamba tunapata hizi fedha tuweze kutekeleza miradi hii. Lakini pia nitoe shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Waziri Mheshimiwa Abdallah Ulega ambaye ndiye msimamizi wa Wizara ya Ujenzi inayoshughulikia hii. Nao wamefanya kazi kubwa sana kuhakikisha miradi hii inapata fedha na tunaweza kutatua matatizo ambayo yalitokea kipindi cha El Nino. Namshukuru pia Katibu Mkuu ambaye naye amefanya kazi pamoja na sisi katika kuandaa miradi hii, lakini mpaka tumeweza kusaini na wakandarasi wako site. Mwisho kabisa nimshukuru mtendaji mkuu wa TANROADS Engineer Besta ambaye naye tumekuwa pamoja naye toka wakati wa matatizo na uandaaji wa miradi hii na process nzima mpaka tumepata fedha na kusaini mikataba na wakandarasi ili waweze sasa kuanza kazi za utekelezaji wa miradi hii.